Serikali yashauriwa kuandaa masoko ya mazao yatokanayo na kilimo cha umwagiliaji. Na timu ya Simba yafungwa mabao 2-0 na Al Masry ya Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Na mtazamaji, habari asubuhi, karibu katika habari ya asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu. Kamati ya bunge ya hesabu za serikali PAC imeshauri serikali kuandaa masoko ya mazao ya wakulima watakaotumia kilimo cha umwagiliaji ambacho ni cha uhakika, ili tija ionekane baada ya serikali kutumia fedha nyingi za ujenzi wa miundombinu ya kilimo cha aina hiyo. Ushauri huo umetolewa katika kijiji cha Membe wilayani Chamwino hapa mkoani Dodoma na mwenyekiti wa kamati ya PAC Bibi Magna Genjwa Kaboyoka, wakati yeye na wajumbe wa kamati hiyo walipofanya ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa bwawa la Membe litakalotumiwa katika kilimo cha umwagiliaji. Maana ilikuwa nia si kujenga bwawa tu, nia ni kwamba mashamba yale yamwagiliwe na mazao yaongezeke. Na kwa vile watu wa Wizara ya Kilimo wako hapa, tuendelee tu kukumbushana kwamba hawa ndugu zetu watakapoendelea kulima watapata mazao mengi sana. Sijui tumewapangia utaratibu gani wa kuwapatia masoko ya mazao yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NRC Bwana Raymond Mdolwa akachukua nafasi hiyo kufafanua ni kwa namna gani wakulima watanufaika na bwawa hilo lenye uwezo wa kutumika kwa miaka 20 hadi 50 bila matatizo yoyote, huku baadhi ya wakulima wakishukuru serikali kwa kujenga mradi huo kwenye maeneo yao. Na mradi wetu huu hautamwagiliza 2500 tu. Mahitaji yakiongezeka kwenye eneo la kilimo kama wilaya, mkoa watasema kuna eneo jingine linafaa, sisi Tume ya Taifa ya Umwagiliaji gravitali tutapeleka maji, kwa sababu tukumbuke bado bwawa letu liko juu zaidi ya maeneo ya kilimo. Huku mvua ni ndogo. Kwa hiyo yani kama huu mradi ukienda kuisha, nadhani tutalima kwa urahisi sana. Hali yote mnichukue fursa hii kumshukuru rais wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hakika tunajiona kama watu wenye bahati sana. Tumepewa mradi mkubwa sana ambao hatukutarajia. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema zoezi la mchakato wa ajira kwa wafanyakazi wapya wa mamlaka hiyo limefanyika kwa haki na usawa bila kujali hali za waombaji na kwamba limezingatia vigezo vyote vilivyowekwa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala Moshi Kabengwe amesema kwamba mamlaka hiyo inaamini kupitia zoezi hilo wafanyakazi watakaoajiriwa watakuwa wenye weledi mkubwa. Mamlaka Mtanzania yoyote kwa mujibu wa hiyo sera ya mamlaka ya mapato Tanzania, Mtanzania yoyote mwenye sifa na vigezo vinavyotakiwa ana nafasi ya kuajiriwa mamlaka ya mapato Tanzania bila kujali ni mtoto wa maskini, ni mtoto wa tajiri, ni mtoto wa kiongozi au ni mtoto wa mtumishi wa umma. Kila mmoja anayo fursa hiyo, mradi tu awe na vigezo na afanye vizuri katika mitihani inayoendelea. Mamlaka ya mapato Tanzania itasimamia na kuhakikisha haki inatendeka katika zoezi zima ili kupata waajiriwa wanaostahili kwa mujibu wa vigezo vilivyowekwa. Halmashauri ya wilaya ya Bahi imewahimiza wadau wa elimu na maendeleo ya jamii mkoani Dodoma kushirikiana nayo katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hususan maeneo ya shule. Wito huo umetolewa na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bahi, Boniface Wilson, wakati akifungua mafunzo kwa walimu na maafisa maendeleo ya jamii wilaya ya Bahi kuhusu utunzaji wa mazingira kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, ambapo ametoa maagizo kwa walimu wa mazingira na wakuu wa shule za msingi kutunza mazingira ya shule. Na shule mbili na kila tarafa ihakikishe inatengeneza kitalu bora, na hicho tutashindanisha. Wataalamu tunao na sisi tumeshajipanga, tutashirikiana na TFS, tutashirikiana na afisa mazingira, tutashirikiana na afisa misitu na sisi wenyewe wataalamu na shule bora tutafika kuangalia ili tuweze kuawadi kwa tarafa ambayo itakuwa imeotesha kitalu
kizuri. Lakini sio tarafa tu, tumesema hata shule zote, walimu wakuu 86, walimu wa mazingira 86, maafisa elimu kata 22, maafisa maendeleo ya jamii 19 wamepata mafunzo. Kwa tunatarajia kwa mchanganyiko huu wetu wote kuna kitu kitaonekana katika mazingira yetu ya shule na mazingira ya nyumbani kwa ujumla. Ahadi ya afisa maendeleo ya jamii kata ya Babai wilaya ya Bahi, Nasibu Saidi, ni kutekeleza kwa vitendo mafunzo walioyapata. Tutaenda kutumia nafasi hii kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kupanda miti katika jamii, na pia mpango huu wa upandaji wa miti itakuwa ni ajenda ya kudumu katika vikao vyote na mikutano ya serikali ya kijiji, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba inapanda miti katika jamii ili kuendana na kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maana hiyo, kama maafisa maendeleo ya jamii wilaya ya Bahi, tutatumia nafasi hii kwenda kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki pasavyo katika ushiriki wa upandaji miti. Baadhi ya walimu wanaona mafunzo hayo ni mkombozi wa kuyakabili mabadiliko ya tabia nchi katika wilaya ya Bahi. Ni mradi wa kwanza, kwa mara ya kwanza unaenda kutufikia. Kwa hiyo sisi kama walimu tumefurahi, tumepokea mafunzo. Lakini kwa namna nyingine nipende kumshukuru mfadhili wa mradi ambaye ni Shule Bora Tanzania. Hakika tumekuwa ni watu wenye bahati sana kwa kupata huu mradi katika wilaya yetu. Naishukuru sana serikali pamoja na wafadhili wa Shule Bora kwa kuweza kutuletea mafunzo na kuichagua wilaya yetu. Kati ya miongoni ya wilaya ni nyingi, lakini waliona ni bora wachague wilaya ya Bahi. Tunaahidi tutafanya vizuri kwenye masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika kupanda miti, lakini pia mimi ni miongoni mwa wanufaika ambao walipata kujengewa madarasa yenye vigezo vya mabadiliko ya kukabiliana na tabia nchi, ambao nina madarasa 2. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Benki Kuu ya Tanzania BOT imezitaka taasisi za fedha nchini yakiwemo mabenki kuandaa programu za kutoa elimu ya fedha kwa vijana wanaosoma katika vyuo mbalimbali nchini ili kuwajengea msingi bora wa uelewa wa kukuza ujuzi katika sekta ya fedha, hatua itakayowawezesha kuwa viongozi bora na wataalamu watarajiwa kwenye sekta hiyo muhimu kwa maendeleo na uchumi wa nchi. Maelekezo hayo yametolewa na mkurugenzi wa masoko ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Akaro wakati alipomwakilisha gavana wa BOT Emmanuel Tutuba kwenye uzinduzi wa awamu ya pili ya mashindano ya taasisi ya taaluma za kibenki Tanzania TIOB kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu TIOB Scholar Banking Challenge 2025. Amebainisha kuwa katika kipindi hiki ambacho jamii inashuhudia changamoto za mahitaji ya fedha kwa njia za mkato, ikiwemo kuibuka kwa michezo ya kubahatisha, upatu na wizi wa mitandaoni, ni muhimu kwa vyombo vya fedha vikaweka mkazo kwa kuwekeza kwa vijana kutambua nafasi yao kwenye sekta ya fedha ili wawe wasimamizi wenye maadili katika huduma mbalimbali za kifedha. Ukiona mtu anakuahidi kwamba weka leo milioni 1, jioni nikupe milioni 10, unajua kabisa hii hapa ni utakuja kuibiwa tu. Anaweza kupata wa kwanza wa pili, lakini eventually utakuja kuibiwa. Kwa hiyo uelewa bado unahitajika kuendeleza taasisi zote, niseme Benki Kuu, wadau mbalimbali serikalini, vyuo, majumbani kwetu, familia zetu, kuanzia watu wakiwa wadogo lazima tuwape elimu ya fedha. Awali mkurugenzi mtendaji wa TIOB Patrick Mususa alieleza kuwa taasisi hiyo imeandaa programu hiyo inayofadhiliwa na BOT kwa kutambua kuwa sera ya maendeleo ya fedha inaenda sambamba na upatikanaji wa elimu ya fedha kwa wananchi, kwamba ushirikishwaji wa wananchi hurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha ikiwemo mitaji ya kuendesha shughuli za uchumi. Tunavyoona uchumi ukiendelea kupanuka kwa juhudi za serikali yetu ya awamu ya 6, tunaona pia mabenki yakiwa mstari wa mbele katika kuwezesha uchumi huo kwa kuhakikisha kwamba mitaji inapatikana kwa wale ambao wanataka kuwekeza na kufika kwa wale ambao wanataka kupata mitaji kwa ajili ya kuendeleza biashara. Licha ya kujifunza masomo ya darasani ambayo mara nyingi huwa tunafundishwa kwa nadharia, lakini kwa kupitia shindano hili unaweza wewe mwenyewe kujifunza kwa vitendo. Utaweza kuona namna gani benki zinaweza kutoa mikopo, utaweza kujifunza ni namna gani benki zinaweza kufanya zile deposit na vitu vingi sana vya benki ambavyo huwa wanavifanya. Salum Pelembo, Channel 10.
Serikali mkoani Njombe imemkabidhi mkulima mdogo trekta lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 70, lengo likiwa ni kuwawezesha wakulima kutumia zana za kisasa ili kuongeza tija katika kilimo. Makabidhiano hayo yamefanywa na mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe wakati wa mkutano uliowakutanisha wauzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na vyama vya ushirika AMCOS, ambapo Mwansasu amesisitiza umuhimu wa wakulima kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya kibiashara na kuinua kipato chao. Kwa hatua nzuri hizi za maendeleo ambayo wananchi wanayapata kutokana na kilimo, kutokana na uwepo wa pembejeo za kilimo, ninawaomba sana tuendelee kushirikiana na kushikamana. Kwa pale ambapo ameweka malengo yake, tunaomba wawe mstari wa mbele, muwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kama ameomba mkopo basi anaupata on time. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha wakulima wadogo kutoka Benki ya Biashara NBC, Raymond Urasa, ambao ametoa mkopo wa trekta kwa mkulima Agnes Kawogo anayejishughulisha na kilimo cha viazi mviringo pamoja na miti kutoka kata ya Kipengere wilayani Wanging'ombe, amesema benki hiyo inaendelea na mkakati wa kuwawezesha wakulima kwa kuwapatia mikopo ya zana za kisasa. Wawezesha wakulima sasa waendelee kuongeza tija kwenye kilimo chao. Kwa hiyo na hii tunawafanya kwa wakulima wa aina zote wanaoshika na mazao mbalimbali. Kwa hiyo tunaelimisha mkulima ni kipindi gani kizuri cha kuja kwa ajili ya ku request hiyo trekta, na tunahakikisha tunaitoa kwa wakati. Serikali ya mkoa wa Njombe imewataka wakulima kutumia fursa hii kwa kuhakikisha wanazalisha mazao ya kutosha kwa ajili ya kibiashara na kuongeza thamani ya kilimo chao. Sababu ili ufanikiwe, kama unavyoweza vile vile kutunza fedha, hakikisha kwamba una trekta na tunza. Nichukua fursa hii kuwashukuru NBC pia na Sororika kwa kuwezesha kupata mkopo. Kikubwa sana ni utunzaji, na utunzaji ambao unapaswa kufanyika ni ule utunzaji wa kufanya services zinazohitajika kwa muda. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, wakazi wa mkoa wa Mtwara uliopo mpakani kusini mwa Tanzania wao wanajivunia uwepo wa amani, huku jeshi la polisi likieleza kuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameliwezesha jeshi hilo ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unakuwepo wakati wote. Taifa la Tanzania linajivunia kuwa na amani. Amani ni tunu katika taifa hili. Uwepo wa amani unachochea kasi ya ukuaji wa maendeleo ya wananchi. Mkoa wa Mtwara ukiwa mpakani mwa nchi upande wa kusini unajivunia amani. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wanajivunia amani. Katika mazingira au maeneo ninayoishi, mimi mwenyewe nalala dirisha wazi, nikijivunia kabisa kwamba kuna ulinzi wa kutosha. Na sio ulinzi peke yake, isipokuwa ni sisi tu raia. Sasa hivi kuna marekebisho makubwa, naona kama wazazi sasa hivi na watoto wao wanakaa vizuri, hasa kuhusu usalama wa nchi. Lakini yote na yote, mimi nimpongeze sana Mama Samia. Wananchi wakiwa na amani, jeshi la polisi nalo linajivunia uwepo wa amani. Matukio ya uhalifu yamepungua katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkoa wa Mtwara tuko katika amani kubwa, lakini amani hiyo haikuletwa tu au haikuja tu kama mvua ambayo analeta Mungu, lakini pamoja na jitihada za serikali na maelekezo tunayotekeleza ya mkuu wa jeshi hapa jeshi kwa kushirikiana na wananchi. Kama tunavyoelewa tuko mpakani na huu ni mpaka na Msumbiji, lakini huko pia tumeimarisha ulinzi, na ni kwa maelekezo na uwezeshwaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiufanya katika kipindi hichi. Wakati amani kitamaraki hapa mkoani Mtwara, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewezesha jeshi hili vyombo vya usafiri. Changamoto iliyokuwepo ya ukosefu wa magari sasa haipo. Jeshi limepata magari mapya. Kama mnavyoona, kuanzia gari la kamanda polisi mkoa wa Mtwara hili ni jipya, na magari mengine 7 kama mnavyoona. Hayo yote ni mapya. Magari 7 yote ni mapya. Mamilioni ya hela kwa kila gari kama mnavyoziona. Sio gari za second hand au used. Hapana. Ni mapya ya thamani kubwa. Tumeyapokea ndani ya muda mfupi huu wa kipindi hichi cha miaka minne. Mikakati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
ni kujenga kituo cha polisi kila kata, na tayari ameshaanza kujenga katika baadhi ya kata. Wakati ujenzi huo ukiendelea, jeshi la polisi limewezeshwa zaidi ya shilingi bilioni 1.6 kujenga makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Mtwara. Tumeshajenga, tuko katika hatua ya karibuni 80% ya ujenzi wa jengo la kamanda wa polisi mkoa huu wa Mtwara kwa shilingi lenye thamani ya shilingi bilioni 1.6. Zimeshatolewa, mafundi wako on site. Baada ya miezi michache, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara na wasaidizi wake watakuwa na jengo linalojitegemea la thamani hiyo ya bilioni 1.6. Matumaini ya jeshi la polisi ni kupata mazingira mazuri zaidi ya kuhakikisha usalama raia na mali zao unakuwa safi muda wote, kwa kuwa katika kipindi hiki cha miaka minne wameshuhudia amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan akiwapandisha vyeo, madaraja na kuongeza mishahara. Mpaka sasa kwa kipindi hichi kifupi cha miaka minne katika mkoa huu wa Mtwara, jumla ya askari wakaguzi na maofisa 836 wamepandishwa vyeo mbalimbali. Hata mimi mwenyewe cheo ninachokiona nimekipata kipindi hichi cha utawala huu wa awamu ya 6, cheo kikubwa tu. Kamata kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi nimekipata mimi. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndio wa kwanza, lakini askari wangu wote wamepata vyeo. Wananchi wa mkoa wa Mtwara sasa wanajivunia amani iliyopo. Shughuli zao za uzalishaji mali na ujenzi wa taifa unasonga mbele. Sisi tuko kwenye mkoa wa pembezoni huku. Unavyoona kwamba pembezoni huku kuko vizuri, ni jambo la kumpongeza Mheshimiwa Rais na vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Kama ilivyo sera ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kazi na utu, tunasonga mbele. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linajivunia utu wa amiri jeshi mkuu kutoka mkoani Mtwara, Damalima Channel 10. Na katika michezo, mtazamaji, kombe la shirikisho barani Afrika liliendelea hapo jana kwa michezo ya mkondo wa kwanza katika hatua ya robo finali, ambapo timu ya Simba, mwakilishi pekee kutoka Tanzania, ilikutana na Al Masry ya nchini Misri. Simba ilipoteza kwa mabao 2-0 huku ikiwa ugenini katika uwanja wa Suez Canal jijini Cairo, Misri. Mabao ya Al Masry yalifungwa na Abderrahim Dermoum katika dakika 16 na John Okoye Ebuka katika dakika 84. Licha ya kupoteza, Simba ilionyesha kandanda safi ambao linawapa matumaini mashabiki katika mchezo wa mkondo wa pili. Mchezo wa marudiano utachezwa tarehe 9 Aprili mwaka huu, na tayari mamlaka za soka barani Afrika CAF zimeufungulia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa matumizi baada ya kusimamishwa hapo awali. Mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.